Naam, barabara kabisa ndugu msikilizaji na mtazamaji wa channel ya Mteba TV, karibu sana kwenye habari zetu ambazo tumekuandalia katika siku ya leo. Tukiwa ni tarehe 3 mwezi wa 5 mwaka wa 2025. Karibu sana kwenye channel yako bora kabisa ya Mteba TV ambayo inakupa habari mbalimbali kutoka duniani kote. Unaweza kutafuta kwa namba ifuatayo: alama ya kujumlisha 185933884006. Hizo ni namba ambazo zinapatikana moja kwa moja hapa kwenye channel yako bora ya Mteba TV. Unaweza ukatoa maoni yako, ukaandika chochote kile kwenye namba hiyo. Lakini pia kama una misaada mbalimbali ya wazalendo, unaweza ukatuma kwa namba hiyo au ukatupigia, tutakueleza namna gani ya kutuma misaada yako. Lakini pia tuna habari nyingi sana ambazo tumekuwekea katika siku ya leo. Mtangazaji wa siku ya leo ambaye huwa anakuwa kila mara anakutangazia vipindi kutoka hapa channel ya Mteba TV naitwa ni Mteba. Karibu sana kwenye channel yako bora sana ya Mteba TV. Leo tuna habari nyingi sana ambazo tumekuandalia katika siku ya leo kwenye uwanja wa vita, kila ambacho kinachoendelea pale Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini pia tutakwenda kuangalia hali halisi kabisa maeneo zote za Goma na Bukavu na pamoja na Uvira na maeneo zote za Kaziba. Tutakwenda kuambia kila ambacho kinachoendelea maeneo yale. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka channel yako bora ya Mteba TV. Goma, hali ya usalama inazidi kuzorota kabisa, huku raia wakizidi kulalamikia serikali, lakini pia serikali wao hawako maeneo yale kabisa, wako chini ya ulinzi ya M23, lakini maisha ya watu inazidi kuwa ngumu. Njaa inazidi maeneo za Goma, hali inakuwa ni mbaya sana kwa watu wote, lakini pia wamama, wajane pamoja na wayatima na wale wengine ambao hawana makazi. Njaa inakuwa kubwa, huku mzunguko wa pesa ukiwa mdogo sana, na pesa ambazo zimeweza kufunguliwa, benki ambayo imeweza kufunguliwa maeneo zile za Goma, ambayo wanachukua dola zote kwa raia, pia wanapatisha raia zile pesa ambazo ni feki kabisa, ambazo zinapatikana maeneo yale. Bukavu, hali ya usalama pia vile vile inazidi kukosekana maeneo yale, huku wakishika wezi. Siku ya jana ilikuwa ni tarehe 2 kabisa, ilikuwa mpande za saa 9 kama sijakosea, walikamata wezi maeneo yale, wakiwapiga na kuwaponda na kufa hapo, lakini wengine wakakimbia. Uvira, hali ya wasiwasi kwa sasa imetulia kabisa, huku raia wakipanda wakishuka, wakifanya biashara yao baada ya siku 3 zile ambazo masasi iliweza kuripotewa kupigwa kabisa maeneo yale kama masaa ya kutosha kabisa. Lakini kwa sasa hali ni shwari maeneo zote za Uvira. Baada ya kumaliza muktasari wa habari, lakini kwa sasa ni taarifa kamili ya habari. Goma, hali ya wasiwasi inazidi kuwa nyingi sana baada ya M23 kutangaza kwamba raia wote au wakina baba na wakina mama ambao wako na vijana wa kutosha waweze kutoa vijana. Kama una watatu basi unatoa wawili, na kama sio hivyo basi utakuja kukosa wote. Kitu hicho kimeweza kushangaza watu wengi, lakini pia watu bado wanazidi kutetemeka maeneo yale, huku vijana wakishindwa njia ya kwenda, kabisa njia ya kwenda maeneo yale, lakini wengine wakiwa na wasiwasi. Lakini pia hali ya njaa inazidi kuongezeka maeneo yale ya Goma, huku wakina mama, wajane pamoja na wayatima na watu wasijiweza wakizidi kukosa kabisa chakula maeneo yale, lakini mzunguko wa kipesa ukiwa ni finyo kabisa, huku benki ambayo iliyofunguliwa maeneo yale kumesha kuwa pesa fake ambazo zinapatikana ndani ya benki hizo. Lakini kitu ambacho M23 wamefanya, wamefungua benki hizo na kuchukua dola zote, yani wanakulazimisha unakwenda maeneo za benki, unaacha hizo dola, kisha wanakupa franc congolais, kitu ambacho watu wengi wanakiona kama vile ni wizi kabisa wa mchana, kwa sababu hizo pesa ni feki. Kumbuka M23 hawana kiwanda chochote cha kutengeneza pesa, lakini wao wanakuwa tu wameufanya mbinu hizo ili kujizolea pesa, dola nyingi sana kwa raia ambao wanapatikana maeneo yale, kisha wao wanawapa zile franc ambazo wanasema ni franc ambazo ni za Sud Kivu na Nord Kivu ambazo ziko maeneo yale, lakini ni feki kabisa kwa sababu hawana viwanda vya kutengeneza pesa hizo. Lakini pia tunaambia raia
wote wanaopatikana maeneo yale ya mji wa Goma, ni kwamba hizo pesa mnazobeba ni feki. Wakati zinatumikishwa maeneo yale, mnakwenda mnauzisha, mnarudia nazo, zinakuwa kwenye mzunguko, ni kwamba hizo pesa ni feki. Na msikubali kabisa raia wa Goma kuchange hizo pesa na dola. Chunga dola zako ndani, itakuwa vizuri. Kongo ni kubwa, unaweza kuchange pesa zako popote pale na zikaendelea kutumika. Dola huwa haziharibiki. Lakini pia hali hiyo inazidi kuleta wasiwasi na hofu ndani ya raia wanaoishi maeneo zote za Goma. Lakini tukikimbia kabisa moja kwa moja kwenye habari zetu zingine ambazo zinazopatikana kwenye mji wa Bukavu, baada ya kukamata vibaka au wezi ambao walikuwa wanakuja kuiba maeneo yale, lakini wameweza kukamatwa. Walikuwa na silaha, lakini pia wamekamatwa na kubondwa vichwa. Nafikiri watu ambao kwenye magrupu watakuwa wameshaona watu wana hasira. Kwanza kuna muda mrefu sana matukio hayo haijafanyika maeneo za Goma, lakini wezi wanafikiri maeneo yale kila mtu ana raha, kila mtu anapambana ili aweze akapata hata kuweka mkono kinywani, yani apata hata chakula kidogo. Lakini wezi nao hawalali, wameweza kukamatwa na kubondwa vichwa kabisa hadharani. Jamani, hivyo vifo ni hatari sana. Wao usikie tu habari hizo kwamba wanabonda mtu na nakufa. Sikiliza tu kwenye taarifa za habari kwenye vyombo vya Muteba TV. Lakini ukishuhudia, sijui hata nyama unaweza kukula, yani hali inakuwa ni mbaya, mtu anabondwa namna hii. Lakini watu waache wizi, watu waache kuiba. Hali ya pesa, kila mtu anahangaika. Matajiri ambao wanapatikana maeneo zile hawapo tena, wengine wamekimbilia nchi za mbali kabisa na pesa zao, kazi zinakuwa zinakosekana. Lakini hata mabodaboda, hali ambayo inapatikana maeneo ya Bukavu ni kwamba ni muda wa kutosha tangu M23 wakamate mji wa Bukavu. Maeneo yale hakuna polisi wa barabarani. Ni kwamba wameweza kuchagua mabodaboda pamoja na mataxi driver ambao wanapatikana maeneo yale, wanajiongoza wao wenyewe. Yani wanajiongoza peke yao. Manake wamekuja kuteua mtu mmoja, yani wanakamati. Wao wanakuwa sasa barabarani kama vile ni traffic maeneo yale ya kutengeneza magari yapite hivi, kwa sababu foreign ilikuwa ni nyingi. Lakini pia isitoshe wavamizi ni wengi, kwa sababu hakuna control yoyote na hawaangalii mtu. Watu ambao hawajui hata kutembeza magari, ambao hawana vitambulisho, wanaingia barabarani na kwanza kabisa kutembeza magari. Ndipo hali hiyo inakuja kuendelea, na wao wanadai kusema kwamba hali hiyo itaendelea mpaka pale watakapopata polisi wa maeneo yale au traffic ambaye atakayesimamia swala hilo zima. Lakini kwa sasa bodaboda na taxi driver ndio wanaosimamia mchakato huo mzima. Hiyo ndio habari za pale Bukavu na kila kinachoendelea maeneo za Bukavu. Wasiwasi pia ni nyingi sana, huku vijana wakiwa wanatetemeka kabisa kwa kila ambacho kinachoendelea. Lakini tunakimbia moja kwa moja maeneo za Kavumu, kila ambacho kinachoendelea maeneo za Kavumu. Kinachoendelea ni pale ni kwamba tayari M23 ambao ni jeshi la Rwanda wameweza kufanya mchezo, wameweza kufanya mbinu fulani hivi. Wale wanajeshi wote ambao walikuwa kwenye uwanja wa ndege wameweza kubadilishana. Wale watusi kabisa ambao wanaonekana ni watusi, ukimwona unaona ni mtusi, wote wametoka. Hatujui walielekea wapi, lakini kikosi kingine kipya ambacho kina jezi mpya tofauti kabisa na jezi lolote au manguo za kijeshi za M23. Kwa hiyo wamepokea nguo nyingine mpya kabisa, na waliotumwa wengi maeneo za Kavumu wanaonekana ni Wahutu sio Watusi. Ndio mchezo ambao wanakuja kufanya huo M23, alafu wana jezi zao zinazoandikwa AFC M23. Jezi hilo liko tofauti kabisa na majezi yote ya M23. Sasa wanakuja kusema kwamba kinachovuma maeneo yale, wanasema kwamba jezi hiyo au wanajeshi hao ni wa Colonel Nanga, kwamba Watusi wamerudi Rwanda. Nani alikwambia Watusi wanarudi Rwanda? Hakuna Watusi waliorudi Rwanda, bali tu ni mchezo kutaka kuunani. Na wale ambao wamefika maeneo za Kavumu wanakuwa wanabembeleza raia kama vile hawataki kuua mtu. Sisi ni Wakongomani kabisa, ni OG. Na ukiangalia utafikiri ni Wakongomani kabisa. Tunawaambia nyinyi ambao mmeingia maeneo yale, hamna ambacho mtakachokifanya hapo, kwa sababu hali itakuja kuwageukia muda sio mrefu maeneo yale ya Kavumu. Nyinyi ni Wakongomani mnavyodai kwamba wameleta vikosi vipya vya Colonel Nanga. Wote ni M23, na tuambie raia tulieni. Wazalendo wapo ili wafanye kazi yao, zile mbolea ziongezeke tu maeneo yale, hakuna kinachoendelea. Lakini tunakimbia moja kwa moja maeneo za Nyangezi pamoja
na Kaziba, kila ambacho kinachoendelea maeneo yale. Tumepigiwa simu sana na watu tuambie Nyangezi kuko wanani, sijui Kamanyola kwa wanani. Ndugu zangu, kazi ya utangazaji wa kwenye uwanja wa vita ni kazi ngumu. Kuna changamoto nyingi sana, na ndio maana kuna nafasi bado tunajikita pale ambapo kuna kuwa msukusuku mkubwa, ndipo tunapojikita sana kutangaza habari hiyo. Lakini maeneo za Nyangezi ni kwamba Nyangezi ni M23, Nyangezi Centre ni M23 ndio wanaotawala maeneo yale. Hakuna mzalendo maeneo yale ya Nyangezi Centre, lakini ukienda pembezoni kote ni wazalendo ndio ambao wako maeneo yale wakiwa na beria nyingi sana, kitu ambacho kinafurahisha sana. Lakini maswali mengine yameweza kuja. Ndugu msikilizaji, tunachambua haya mambo yote, pia tutakuja kuingia kwenye maeneo za Uvira, ndipo tutakapoenda kuambia kile ambacho kinachoendelea maeneo za Uvira. Sasa tunapoingia kwenye maeneo za Kamanyola, ni kwamba Kamanyola kabisa ni M23 ndio wanaodhibiti maeneo yale, Kamanyola Centre, kile ambacho kinachoendelea. Lakini hakuna kutoka pale. Waliweza kutaka kushambulia wiki mbili zilizopita kwamba waweze kuingia hata kwenye milima za Ngomo, mambo yalishindikana, wamepigwa na wakarudishwa maeneo yale maeneo yale. Kwa kipigo kilitembea kikali sana maeneo yale, kwa sababu walikuwa wanataka wapasue maeneo yale waingie Ngomo na watembee mbele, lakini wamepigwa na wakarudishwa paka Kamanyola. Kwa hiyo Kamanyola ni M23 ndio wanatawala, ndio kwa maeneo yale. Vile vile tena Nyangezi waliongezeka kuwa wengi sana maeneo yale. M23 walikuwa wengi sana, wakataka wapasue njia pale. Wamepigwa kipigo kibaya, wakawashindikiza mpaka Nyangezi. Hiyo ndio habari ambayo ipo. Yani walitaka kuongeza nguvu. Unakumbuka wiki hii ambayo tunayo, waliongeza nguvu kubwa sana M23 maeneo yale ili vipande vishuke. Wiki hii walikuwa nataka wakamate tu Uvira. Ndio ilikuwa lengo, na ndio waliongeza vikosi vingi. Walikuja kwa moto mkali. Vita ambayo ilikuwa pale haikuwa vita mchezo, ilikuwa ni vita wapasue waondoke maeneo yale. Lakini tuwashukuru sana wazalendo na FRDC ambao sio waasi, kwa sababu FRDC wako vikosi vingi. Kuna wale ambao wanakula pesa na wale ambao hawali pesa, vitu vya aibu sana. Kitu ambacho kinachoendelea hapo, walikuja na nguvu kubwa ili wasonge mbele, lakini wamepigwa, wametulizwa. Hivyo ndivyo wazalendo wanavyopigana. Wazalendo wanapigana namna hiyo. Yani wao wanapigana namna hiyo kabisa, hawana mbambamba wala hawana fujo. Wao ukija uko juu sana wanapiga. Sasa kinachowazuia kuendelea Bukavu ni nini? Ni FRDC, baadhi yao ambao kwa maeneo yale wanakuwa wanawazuia na kuwasumbua maeneo yale. Lakini ingekuwa hakuna FRDC, ingekuwa sasa hivi wazalendo wamesonga mbele vizuri sana. Lakini ndani ya vita hiyo wana vizuizi vikali mno. Lakini tunakimbia moja kwa moja tena maeneo zile ambazo tunazoita Kaziba. Kipi kinachoendelea Kaziba? Kaziba ni wazalendo ndio wako maeneo yale, maeneo muhimu sana. Baada ya siku 2-3 zilizopita, mapambano makali yalikuwa maeneo yale. Nafikiri tulikuwa tunakupandishia habari hizo kutoka hapa channel yako bora ya Mteba TV. Tukaanza kukupandishia hizo habari, ukao unaona kile ambacho kinaendelea, mpaka wazalendo walifaulu kabisa kusukuma M23 nyuma, na wao wazalendo wakadhibiti mji wa Nyangezi. Lakini maswali yalikuja kuwa mengi. Sasa ilikuwaje wazalendo waachie mji wa Kaziba? Ni kwamba kile ambacho kinachoendelea, wa FRDC walikuja maeneo yale, wakataka wakamate maeneo yale, ndipo wazalendo walipotoka wakawaachia FRDC maeneo yale. Sasa FRDC walivyobaki wakaja kupigwa. Yani sasa hivi mswaki wa M23 ni FRDC. Yani wakisikia toka fasi fulani wao wanafuata bila kujali, wanajuta hawa nakimbiaka. Lakini kwa sasa hivi hatujui kinachoendelea, ila mji wa Kaziba sasa hivi ni wazalendo ndio wanaodhibiti maeneo yale. Lakini tunachana na hizo habari zote. Kazi yetu ni kukuambia kile ambacho kinachoendelea kwenye channel ya Mteba TV. Endelea kusubscribe, like, comment and share kwa watu wengine, utakuwa unapata habari zaidi kutoka channel yako bora ya Mteba TV. Tunakimbia kwenye habari zingine zinazopatikana maeneo za Uvira. Uvira ndio ishakuwa kapitale, na Uvira ndio ishakuwa kabisa province ya nafikiri Nord Kivu na Sud Kivu. Nafikiri na Nord Kivu na Sud Kivu vilisha hama.
Nord Kivu imehama maeneo mengine na Sud Kivu imehama maeneo mengine. Manake Goma imehama kabisa huko Mabutembo huko, na Bukavu kabisa imehamia maeneo za Uvira. Hivyo walivyogabulana vile. Kwa hiyo hizo ndio zishakuwa miji mikubwa. Sasa habari za Uvira ni kwamba bado msukuano, yani ile kusuguana maneno, kujibizana kati ya wazalendo pamoja na FARDC umepungua, lakini bado upo. Ila lisasi tangu lilisikika wiki jana, kwanza ni wiki hii kabisa, ilikuwa ni tarehe 1. Hakuna tena lisasi ambalo limesikika, lakini wasiwasi ni nyingi sana baada ya FARDC na wazalendo kutandikana kabisa maeneo yale. Tukafanya nguvu zote, tukakupa habari zinazoendelea maeneo zile, tukaingia kwa raia, tukauliza jamani, hapa mnaonaje, wanando wanaleta amani? Raia wenyewe mlisikia, tuliwapandisha hizo interview, na kama hujaziona ingia tu hapo utaona ma interview za raia. Walishuhudia na wakasema ya kwamba hapa amani yote inapatikana ni wazalendo tu. Yani raia sasa hivi ni wazalendo. Alafu tuwaambie kitu kingine ambacho kipo. FARDC kama mnataka kabisa raia wawarudia akilini au mkae sawa na raia, nyinyi ni serikali pia, ni baba wa wazalendo, tunafahamu kitu hicho, lakini matendo mnayofanya baadhi yenu, kitu ambacho wanachokifanya sio kizuri kabisa, kwa kula pesa za adui. Nendeni mkapige Bukavu, ndo tunawasubiria. Nendeni mkapige Bukavu FARDC na muendelee na mapambano mbele Mgomboe. Hapo ndo mtasababisha raia wote na baadhi ya watu mbalimbali wanao support DRC wakubali tena. Lakini tangu mlipoteza mji wa Goma na Bukavu, raia wote wanakuwa desi, hawawaamini hata kidogo. Hata mfanye nini msifanye nini, hawawaamini hata kidogo, japokuwa nyinyi ni serikali. Kwa kurudisha ile amani yote na watu wawajue vizuri, nendeni mkapige Bukavu, mkamate Bukavu. Hapo amani, raia atasema yes, mnajua kupigana. Lakini jambo lingine ambalo linaloendelea maeneo za Uvira ni kwamba Wanyarwanda wapo maeneo za Uvira. Tumepata siri hizo nyingi sana. Nafikiri tutakuja kukupa habari hizo na maeneo walipo. Kuna baa moja inapatikana hapo, baa kubwa sana hapo kwenye maeneo za Uvira, ambayo inafuga Wanyarwanda, inafuga Watusi. Yani ni wengi mpaka Watusi. Kumbuka Uvira Watusi wengi wanajificha Muwafulero. Watusi wengi wanajificha Muwafulero. Hatujasema kwamba yani unakuta Wafulero ni Wakongomani kabisa. Sasa wale Watusi wengi wao wanajificha ndani ya Wafulero. Mimi niko Mfulero, niko hivi. Watusi wanajia mle na washajifanya kabisa ni Wafulero, lakini ukimwangalia sura unasema no, huyu sio Mfulero. Wafulero wetu tunajuana sisi Wakongomani, tunafahamiana, tunajuana vizuri, lakini ndani mwetu, hata ndani mwa Babembe, ndani mwa Wafulero, ndani ya Wabamushi na makabila mengi Bakasai vyote, wao jamaa wameshaingia, wako ni wengi sana. Sasa taarifa ambayo tumeipata kwenye mji wa Uvira ni kwamba Watusi wapo. Watusi wanakaa kwenye manyumba za Watusi wenzao, wanakuja umoja, unakuwa na gestale maeneo yale kwamba waanzishe vita. Hiyo siri tumeshaijua sisi kama wazalendo, mjue kwamba muda sio mrefu tunawafuata maeneo mlipo, na habari ambayo ipo lazima wazalendo Uvira tufanye msako, lazima msako kabisa, na tuwe makini kwa sababu hao watu wanaingia mmoja, wanajificha kwenye manyumba, na kuna baa moja iko hapo, tutakuja kuitaja jina kwenye taarifa ya habari inayokuja ili muamini kwamba tunachoongea ni kweli. Wanajificha kule kwenye hayo mabaa. Kwa hiyo tutapiga mswako, lazima kieleweke nyumba kwa nyumba kwenye maeneo za Uvira, kwa sababu Wanyarwanda wako naingia umoja na mabunduki wako nazo, ili waje waanze mashambulizi maeneo yale. Ni kitu ambacho tulishawagundua ninyi Wanyarwanda wote, na mchezo wenu tunawajua. Lakini sio hao tu, wengine pesa zinatoka Marekani, Kanada, wapi na wapi, na audio tunazo na ushahidi tuko nayo ya kwamba wale Wanyamrenga ambao wanaongozwa na wale ambao wako Minembwe wanatumiwa pesa, wanahitaji wapige kule nyuma. Wanasema kwamba wapige Kongo, eti Mzee Yakutumba atoke huku arudi kule, kwa sababu zone yake ya Fizi itakuwa tayari ishaanza kupigwa. Mzee Yakutumba haiko tu wa zone ya Fizi, ni wa Kongo mzima. Kwa hiyo mtakuwa mnajidanganya, tushajua mipango yenu yote kwamba mnataka mwanze kupiga kule maeneo za Fizi. Hamtaweza, kwa sababu wazalendo ni wengi kule kote, na wengi wao wanajificha kwenye manyumba za Watusi wenzao. Wanakuwa wanakula umo, hawatoki nje, kwa sababu hali ni mbaya, na vikosi vya wazalendo wameweka beria nyingi sana. Channel ya Mteba TV, endelea kusubscribe, like, comment and share kwa watu wengine. Tutazidi kukupa habari zaidi hapa kwenye taarifa zetu za asubuhi, hapa saa 12 saa 1 ya asubuhi kwa wale ambao kwa Marekani, lakini pia ni saa 7
mchana kwa Afrika. Kile ambacho kinachoendelea ni kwenye uchambuzi kabisa wa asubuhi. Tutakuja kukupa habari zingine panapo majaliwa mchana, kila kitu kitakachoendelea. Lakini pia tuweze share, sambazia watu wengine na sabone channel ya Muteba TV. Mimi kwa majina naitwa ni Muteba. Ciao.